Ndugu zangu, zakatul fitri ni wajib kwa kila Muislamu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma pale aliposema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqatal fitri min Ramadana sa'an min tamri, alifaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, zakatul fitri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sa'an min tamri, sawa, pishi moja la tende, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hivyo ni wajibu kwa Muislamu kutoa zakatul fitri, na uwajibu umegawanyika sehemu mbili. Kuna wale watu ambao ni wajibu kutolewa zakatul fitri, na kuna yule ambaye ni wajibu kwake kuitoa zakatul fitri. Ambao ni wajibu kutolewa zakatul fitri ni kila Muislamu, mkubwa, mdogo, wa kiume, wa kike, aliye huru au mtumwa, sawa. Lakini vile vile inapendekeza kumtolea zakatul fitri yule kijusi aliyoko tumboni, sijui tunaweza kumuita hivyo, lakini ni mimba iliyofikisha miezi minne, mimba ambayo imeisha puliziwa roho, huyo inapendekeza kumtolea zakatul fitri. Lakini vile vile atakaye silimu kabla ya kuzama jua siku ya mwisho ya Ramadhani, mtu akasilimu tuseme la asiri, mtu huyu inakuwa ni wajibu kwake kutoa zakatul fitri. Lakini akisilimu baada ya kuwa Eid imeisha ingia, inakuwa sio wajibu kwake, bali inajuzu kwake yeye kutoa zakatul fitri, na inajuzu kwa sababu wanufaika watakuwa ni wengi. Lakini atakayefariki kabla ya Ramadhani kuisha, mtu kafariki Ramadhani 29 la asiri, sawa, alafu magharibi tukaona mwezi wa siku ya Eid, mtu huyu sio wajibu kwake kutoa zakatul fitri. Lakini akifariki baada ya magharibi na mwezi ukaonekana wa Eid, yani mwezi ulikuwa umeishaonekana na yeye akawa amefariki, basi mtu huyu ni wajibu kwake kumtolea zakatul fitri, ndugu zangu. Alafu yule mtoto ambaye atazaliwa siku ya mwisho ya Ramadhani kabla ya kuzama jua, mtoto huyu ni wajibu kumtolea zakatul fitri. Lakini akizaliwa baada ya Eid kuingia, ndugu zangu katika imani, inajuzu kumtolea zakatul fitri, na faida yake wanufaika wanakuwa ni wengi. Hawa ni watu ambao ni wajibu kuwatolea zakatul fitri. Lakini yule mtu ambaye anapaswa kuitoa yeye na ni wajibu kwake yeye kuitoa zakatul fitri, ana masharti mawili. Sharti la kwanza ni lazima awe Muislamu. Zakatul fitri sio wajibu kwa asiyekuwa Muislamu. Lakini sharti la pili, awe anamiliki chakula cha siku yake ya Eid, mchana wa Eid na usiku wake, sawa, kwake yeye na wale ambao wanamtegemea, alafu akabakiwa na ziada. Hili ni sharti la pili, mtu awe anamiliki chakula chake yeye na wanaomtegemea mchana wa Eid na usiku wake, alafu abakiwe na ziada. Mtu huyu ni wajibu kwake kutoa zakatul fitri. Na hapa wanaingia wale watu ambao, sawa, katika maisha yetu ya sasa sisi, mtu unamkuta ana stock ya vyakula vya wiki nzima, mwezi mzima, au yule mtu ambaye ana uwezo wa kununua kila siku chakula, hana mpango yeye wa kutunza chakula ndani, hapendi, lakini kila siku ana uwezo wa kwenda kununua chakula, pesa ipo ya kununua mahitaji na pesa ikabaki. Mtu huyu ni wajibu kwake kutoa zakatul fitri. Sasa baada ya kuwa una sifa hii ya kutoa zakatul fitri, hii ziada ulionayo inakupa nafasi gani wewe ya kutoa zaka, sawa? Maana yake kama ziada yako ni ndogo, mtu wa kwanza kumtolea zaka ni nafsi yako, ni wewe mwenyewe. Lakini kama bado utakuwa na nafasi, anayetangulizwa wa pili ni mke wako. Na kama bado utakuwa na ziada na nafasi ikawepo, mtu wa tatu kumtolea basi ni mtoto wako au watoto wako au wazazi wako. Wako nafasi ya tatu hapa. Wazazi wasiojiweza unatakiwa kuwatolea zaka. Wanawazuoni wametofautiana hapa. Je, ni anaanza mtoto au mzazi? Na sababu ya kutofautiana ni kuwa
mzazi anaweza akawa na watoto 4 au 5, lakini watoto wako ni watoto wako wewe peke yako. Kwa hiyo almuhim, bali na ikhtilafu za wanawazuoni, nafasi ya 3 wanaotakiwa kutolewa kama una nafasi wewe ni mtoto wako au mzazi wako. Alafu nafasi ya 4 wanaokuja namba 4, kama nafasi bado itakuwepo, unaotakiwa kuwatolea ni wale ambao unawalea nyumbani kwako, wale ambao kula yao inakuhusu wewe, ima mfanyakazi wako, mtoto wa mjomba wako, mtoto wa mama yako mdogo, wale watu unaoishi nao pale, wewe unatakiwa kuwatolea zakatul fitri kama nafasi inakuruhusu na uwezo upo. Sawa ndugu zangu, ni ipi hikma ya zakatul fitri? Ni ipi faida ya mtu kutoa zakatul fitri? Hikma yake ya kwanza ni kumtakasa na kumsafisha mfungaji kutokana na makosa ambayo aliingia wakati wa funga yake. Sawa, huenda ulizungumza maneno mabaya, maneno machafu, ulifanya vitu vya kipuuzi. Hii zakatul fitri inakuja kuziba mapengo hayo. Lakini vile vile, sawa, hikma ya pili ni kuwatosheleza mafukara na masikini kutokana na kuomba siku ya Eid. Sawa, wasiwe ni wenye kuombaomba, na kuwapatia furaha katika nyoyo zao na kuwaliwaza katika siku hii nzuri. Hii ni katika hikma kubwa sana ya zakatul fitri, kama ilivyokuja katika hadithi, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'ma lilmasakin. Alifaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, zakatul fitri ikiwa ni utakaso kwa yule aliyefunga kutokana na uchafu wa mazungumzo na upuuzi mbalimbali, lakini vile vile na chakula kiliwazo kwa masikini. Sawa ndugu zangu. Alafu hikma ya 3 ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukujalia wewe kuimaliza Ramadhani salama. Wangapi walitamani kumaliza Ramadhani lakini hawakuweza kufanikiwa kuimaliza Ramadhani. Kwa hiyo ni shukrani ambayo tunamshukuru Allah kwa kutujalia kuikamilisha Ramadhani tukufu. Na kiwango ambacho kinatakiwa kutolewa zakatul fitri ni saa, ni pishi moja, ambayo ni sawasawa na kilo 2.5 ya chakula pendwa cha mji husika. Ndugu zangu katika imani, sawa, kwa Tanzania ni mchele, ni ubwabwa. Kwa hivyo kama una uwezo wa kutoa, unatoa mchele kilo 2.5, na inajuzu kwa kundi la watu kumpatia mtu mmoja zaka zao. Yani familia moja ina watu 7, ikamuona kuna maskini mmoja pale, ikampatia zaka zake, akaweza kunufaika yeye na familia yake. Lakini vile vile inajuzu kwa mtu mmoja kumpatia zaka yake kundi fulani. Sawa, mtu akaamua awapatie kundi fulani zaka yake, basi hii pia inajuzu. Sasa ni wakati gani ambao tunatakiwa tutoe zakatul fitri? Wanawazuoni wamegawa nyakati 2 katika utoaji wa zakatul fitri. Kuna wakati ambao inajuzu kutoa zakatul fitri na kuna wakati ambao ni wajibu kutoa zakatul fitri. Wakati ambao ni wajibu, ni lazima kutoa zakatul fitri ni kuanzia kuchomoza alfajri ya siku ya Eid mpaka karibia wakati wa kutekeleza swala ya Eid. Huu hapa ni lazima kutoa zakatul fitri. Sawa, kabla ya swala kusimama, mtu inatakiwa huo umeisha itoa zakatul fitri. Katika hadithi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khuruji an-nasi ila as-salati. Hakika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliamrisha kutolewe zakatul fitri kabla ya watu kutoka kwenda kuswali. Kwa hivyo ni wajibu kutoa zakatul fitri pale ambapo inakuwa imechomoza alfajiri ya siku ya Eid mpaka karibia kusimama swala ya Eid. Na wakati ambao inajuzu kutoa zakatul fitri, hii ni kabla ya Eid siku 2 au siku 1.
kama walivyokuwa wakifanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa hiyo labda kuna uhitaji na masikini ni wengi katika mji, tukisema tutoe kabla ya swala ya Eid hatutowafikia kwa wakati, basi inajuzu wewe kutoa zakatul fitri kabla ya siku moja au siku mbili kufika siku ya Eid. Lakini kuna kauli ya Imamu Shafi'i, usishangae ukikutana nayo. Imamu Shafi'i yeye anasema kuingia Ramadhani, kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho, basi mtu inafaa kutoa zakatul fitri. Lakini sisi tutapita na kauli ya jumhurul ulama ya kwanza, na haifai mtu kuichelewesha zakatul fitri mpaka swala ya Eid ikapita. Ikiwa ataichelewesha mpaka ikapita swala ya Eid, hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka nyingine, na atapata madhambi kwa kuichelewesha, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale aliposema, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula, yule ambaye ataitoa kabla ya swala, hiyo ndiyo zaka ambayo inakubalika. Wa man addaha ba'da salati, na yule ambaye atatoa baada ya swala kupita, fahiya sadaqatun min sadaqati, basi hiyo ni sadaka kama sadaka zingine. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo tupupie kutoa zakatul fitri kwa wakati ili tuweze kunufaika nayo. Sasa je, inajuzu kutoa thamani ya zakatul fitri? Je, inafaa? Yani wewe upige mahesabu ya wale watu unaotakiwa kuwatolea zakatul fitri, ukakuta kiwango cha chakula ambacho ulitakiwa kununua labda ni shilingi 50,000, wewe ukasema sinunui chakula mimi, hii 50,000 nitampatia masikini. Je, jambo hili linajuzu na linafaa? Hapa wanawazuoni ndugu zangu wamegawanyika katika makundi mawili, sawa? Kauli ya kwanza ambayo ni ya jumhurul ulama, wao wanasema haifai kutoa thamani ya zakatul fitri, kinachotakiwa kutolewa ni chakula. Na kauli ya pili ni ya Imamu Abi Hanifa, yeye anajuzisha mtu kutoa thamani ya zakatul fitri, wakiwepo wanawazuoni wengine kama Sufyanu Thauri. Lakini hawa wanawazuoni wa kauli ya kwanza pia wakatofautiana katika chakula. Imamu Ahmad bin Hanbali yeye anasema haifai kutoa chakula isipokuwa kile chakula ambacho kimekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kama alivyoelekeza. Na vyakula vilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni ngano, zabibu, tende na maziwa ya unga. Kwa hiyo mtu asitoe zakatul fitri tofauti na hivi. Lakini Imamu Malik na Imamu Shafi'i hawa wao wakaona ya kuwa inafaa kwa mtu kutoa zakatul fitri kwa chakula pendwa cha nchi husika kutokana na mazingira na tabia mbalimbali. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kwa yule mtu ambaye atataka kuifuata hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, basi atatoa vile vile vyakula ambavyo vimekuja katika hadithi, wala hakuna shida. Na yule mtu ambaye atatoa chakula kutokana na nchi husika, basi hakuna shida, kwa sababu hizi zote ni jitihada za wana wazuoni. Lakini yule ambaye ataona yeye atoe thamani pia inafaa na hakuna shida. Lakini jambo zuri na la kupendeza kwa Muislamu, pale ambapo utatoa zaka ya chakula, mfano umetoa mchele na bado una nafasi, mpatie na pesa yule masikini utakayempatia, sawa? Muongezee sadaka na Allah atakulipa maradufu, kwa sababu mchele unahitaji nyama, mchele unahitaji mafuta, si ndio ndugu zangu? Kwa hivyo unapomsaidia huyo masikini na ukamuongezea pesa, utakuwa umemfanyia sahali zaidi na zaidi, na Allah atakulipa. Hii ndiyo zakatul fitri, na wanaostahiki kupewa zakatul fitri ni masikini na mafukara ndugu zangu. Wallahu a'la wa a'lam, wajazitum khairal jazai. Wakumbushe na wengine ndugu yangu. Mashaallah, ha ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki.